Soma kitabu cha Wakorintho wa pili 10 mstari wa 3 hadi 5. Ili tusome hivi. Wakorintho wa pili 10 mstari wa 3 hadi 5. Tuanze kuanzia mstari wa kwanza. Basi mimi Paulo mwenyewe nawasihi kwa upole na utaratibu wa Kristo, mimi niliye mnyenyekevu, nikiwapo pamoja nanyi, bali nisipokuwa ni mwenye ujasiri kwenu. Hapa Paulo anawaomba akiwa anasema nikiwa na nyinyi, anaomba kwa upole na unyenyekevu. Akiwa karibu na wao anakuwa mnyenyekevu na mpole, lakini akiwa mbali anakuwa mkali. Kwa nini? Kwa sababu ni barua. Kwa akiandika ile barua anaandika na ukali wote, ingawaje ni mtu mpole, bali nisipokuwa nanyi, nisipokuwapo ni mwenye ujasiri kwenu. Naam, naomba kwamba nikiwapo nisiwe na ujasiri kwa udhabiti ambao nahesabu kuwa nayo juu ya wale wanaodhania ya kuwa sisi tunaenenda kwa jinsi ya mwili. Maana tutamsikia hapo mstari wa 3. Maana ingawa tunaenenda katika mwili, even though tunaishi kwa mwili, kila mtu ako na mwili, tunaishi kwa mwili, hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili. Tunaelewana hapo? Tuko kwa mwili, lakini ukichokozwa haufanyi nini? Haupigani. Ukitusiwa haureact, kwa sababu mwenye amekuchokoza sio adui yako ako ndani. Mwanadamu hata akifungiwa kwa room peke yake bado atamkosea Mungu. Tunaelewana? Mimi nihamishwe hapa nipelekwe kwa mwezi moon. Unajua watu wameenda kwa mwezi, niwekwe huko, sitakuwa mtakatifu, bado nitamkosea Mungu. Shetani yuko huko. Kuna rafiki yangu, kuna adui yangu hapo. Kufanya maanisha adui yangu ako ndani. Lakini usipokuwa na hekima ni rahisi ukapigana na hawa. Kwa hivyo wakati tutajua vita vyetu, hapa Paulo anasema maana silaha za hapa, anasema hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili. Maana silaha za vita vyetu si za kimwili. Pia anasema kuna silaha. Kwa hii vita vya kiroho kuna silaha tumepewa. Kuna silaha tumefanya nini? Tumepewa. Maana silaha za vita vyetu si za mwili, bali zina uwezo. Hii silaha iko na nini? Uwezo mkubwa. Hii silaha ni zaidi ya bunduki. Hii silaha ni zaidi ya upanga ambao tunaona. Hii silaha ni zaidi ya matusi. Lakini hii silaha haionekani na haya macho. Hii silaha haishikwi na huu mkono. Hii silaha iko ndani. Kwa sababu vita iko wapi? Ndani. Kwa hivyo ndio mimi nitembee na Kristo, lazima nione adui yangu wapi? Ako ndani. Wakati umezaliwa tu adui anaingia ndani yako. Na silaha naye Mungu amekupea. Wakati umemkiri Kristo, umekombolewa na ile damu. Soma kitabu cha Waebrania 9. Yote inaongea kuhusu damu ya ukombozi. Wakati ile damu imekuosha, silaha ushapewa. Wakati umepewa ile silaha, ni lazima uitumie. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hivyo tukiendelea pale, maana silaha za vita vyetu si za mwili, bali zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome. Ngome ni nini? Ngome ni misingi. Ni nini? Misingi. Hii nyumba iko na msingi wake. Kuna pila moja ukiguza hii nyumba unajua haitakaa.
Sisi wanadamu tumezaliwa kwa mila tofauti. Ni kweli? Kuna ngome ya kweli. Lakini ile silaha imewekwa ndani yako inatosha makubati kuangusha misingi. Lakini mwenye ataamua kuitambua ile silaha na kuitumia ni nani? Ni wewe. Lazima kwanza mimi nijijue mimi ni nani. Nisipojijua mimi ni nani, tutasumbuana, tutakuwa tunapigana na vita na binadamu wengine. Kumbe shetani amekanda hapo ndani. Na shetani akitaka kushinda anapanda mbegu ya dhambi. Anapanda nini? Mbegu ya dhambi. Wakati nimekunyoshia tu kidole, ni mbegu imepaa. Kwa sababu gani? Napigana vita ambayo sio. Wanajeshi wakienda vita, wanapewa bunduki, wanapelekwa training, wanafundishwa. Ukisikia nimepiga binja, shoot mara 2. Wanafundishwa. Hii bunduki unafaa kubeba namna hii. Wanafundishwa. Mkubwa yako ni fulani, mdogo wako ni fulani, kwa mwingine mko sawa. Wanafundishwa namna ya kufunga vifungo, kuvaa viatu. Wanafundishwa discipline. Wanafundishwa wasikunywe pombe. Wanafundishwa mahali ukibeba hii silaha ufai kuingia mahali fulani. Wanafundishwa mambo yote. Kwa sababu wanajua huyu mtu anakuwa trained, kwa sababu kuna siku vita vitakuwa. Wanajeshi hawafundishwi kwa sababu nchi iko na vita. Angalia na zile nchi ambazo hazina vita, wako na wanajeshi. Si kweli? Kwa nini? Wanajua iko wanajitayarisha. Lakini huyu mwanajeshi amekuwa trained, anaenda kwa vita, alafu anageuka nyuma na kupiga wengine. Adui atawaweza? Si kweli? Ikiwa sisi kwa sisi taamua, unageuza, utakuwa unapigana vita ambayo sio. Kwa ndoa zetu nyumbani, ukisema huyu tulipendana jana ndio adui yangu, utakuwa unapigana vita. Niko sawa? Hiyo itakuwa ni Ukristo? Nataka mnijibu. Ikiwa jirani yako ni Muislamu, umegeuza vita ni yeye, mnajibizana, hiyo ndio vita? Vita iko ndani. Na silaha kila mmoja wetu amepewa. Silaha ni gani? Imani. Silaha nini? Imani. Imani inafanya nini? Inakukumbusha omba. Hii mioyo yetu saa nyingine inakuwa tu na mood. Unajuta umekasirika, unaulizwa ni nini? Haujui? Si kweli? Usipoamka tu asubuhi umekasirika. Sasa wewe kwa sababu una ignore ile imani, utatranslate ule mkutano naye asubuhi unapiga kofi. Umehamisha ile vita ya ndani, umeleta kwingine. Wakati silaha umepewa ya imani inakwambia fanya nini? Omba. Kumbe yule mwovu wakati ulilala bila kuomba alipanda mbegu. Alipanda mbegu ya uoga. Alipanda mbegu ya hasira. Wewe hujui? Hujaomba? Lakini unapoamka una feel tu, mbona nahuzunika? Nani amenikwaza? Hakuna. Unaenda kwa goti unaomba. Umetumia silaha yako ya kwa? Imani imekufanya umeomba. Hakuna binadamu mwingine amekukaribia hapo. Lakini vita viko ama hakuna? Vita iko. Ikiwa hatutakuwa tunaangalia ndani, hatuwezi kujua. Ikiwa Ukristo wetu hautakuwa tunatumia hizi silaha, imani, upendo, uvumilivu, hiyo sio Ukristo. Ikiwa Ukristo wetu utakuwa na kama siku hizi watu wanasema Ukristo ni mwenye amebarikiwa na mali, uongo. Ni nini? Uongo. Mkristo anaweza kuwa Mkristo na akawa maskini. Ukristo wetu hatupimwi na namba ya watoto niko nao. Mkristo anaweza kuwa Mkristo na akawa tasa. Tunaelewana? Inawezekana. Ana alikuwa anamjua Mungu. Kwa muda alikuwa na mtoto. Si kweli? Akina Manoa, wazazi wa Samson, walikuwa hawana mtoto kwa Mungu. Si walikuwa tasa kwa miaka.
Abrahamu mwenyewe alikaa bila mtoto kwa miaka mingapi? 80. Mpaka akazaa akiwa 86 years, akazaa huyu kijana anaitwa nani? Ishmael. Wakati Mungu alimwahidi akiwa miaka 40 kwenda kupea mtoto, bado akakaa another 46. Alikuwa nini? Alikuwa na watoto? Alikuwa tasa. Alikuwa anamjua Mungu ama anamjua Mungu? Alikuwa na imani ama hakuwa na imani? Leo hii hatuwezi kumpima Mungu, kupima Ukristo wetu kwa sababu akaunti yangu ina pesa, kwa sababu navaa vizuri, kwa sababu mimi sina ugonjwa. Mpaka inafika wakati watu wanasema ugonjwa ni kwa sababu ya dhambi. Hapana. Yohana mlango wa 9, Kristo kuhusu yule kijana ambaye kipofu alimponya. Wanafunzi wake wakamuuliza, Bwana, mbona huyu mtoto alizaliwa kipofu? Wakataka kujua ni nani kwa alifanya dhambi. Akamwambia hakuna dhambi. Ukitaka kujua Ukristo wako, angalia ndani. Hii asubuhi tu tuko pamoja? Tangu uamke kwa kitanda mpaka ukule breakfast, kabla hujaanza safari kuja hapa, nataka uangalie Ukristo wako. Nini imefanyika? Matamshi yako, mawazo yako. Isaya 55:6-7 imesema tunamkosea Mungu kwa matendo na mawazo yako imekuwa namna gani tangu uamke? Tangu Bwana akupe pumzi ya leo mpaka saa hii. Kule nyumbani kabla hujatoka, mawazo yako imekuwa namna gani? Umewaza kuhusu nini? Kristo akikuangalia, akiangalia mtu wako wa ndani, anaona nini? Unatumia silaha ya Mungu? Bwana asifiwe. Kila mmoja wetu kuna silaha yoyote umetumia? Imani yako umeitumia? Msamaha umetumia? Umevumilia? Umesema ai, kitu acha nivumilie? Umeonyesha ukarimu? Hizi silaha ndio matunda ya Roho. Ni nini? Ni tunda gani umetumia leo? Neli, ni tunda gani umetumia leo? Uko nyumbani, si hapa. Maana ndio silaha umetumia. Ni gani umeona umetumia leo? Uvumilivu. Leo asubuhi kuna kitu imefanyika, ukaona umefanya imani. Kwa mfano, umekuta rafiki yako mwenye mnapendana leo amekuchokoa, uko na nafasi ya kumjibu, ukasema kwa ajili ya Yesu nashikilia. Hapo umetumia nini? Imani. Bwana asifiwe. Hizo silaha ni sharti tuzitumie. Wakati unaona Wakristo wengi wanakuwa kwa vita vya kimwili, ni kwa sababu tumeweka zile silaha kando, tumetumia zingine. Ndio maana unakuta inafika mahali watu wanatusiana, kwa sababu wakati umenijibu, umenitusi na nimenyamaza, kuna nafasi ya kutusiana. Kwa nini? Kwa sababu nimekata hiyo, si ndio? Wakati mwenzako amekutusi, ni mbegu anakurushia. Shetani anakurushia nini? Mbegu. Sasa wewe ni kama shamba, ukijibu ni kama umechimbia ile nini, umemwagia itamea ndani yako. Lakini wakati unasema hapana, lakini Mkristo sio, kuna watu wamefundishwa psychology. Ukimtusi yeye anajua kizungu mingi. Sisi Wakristo wakati tunafanya kitu cha kumtukuza Mungu, tunasema Bwana amenitusi huyu mtu, ndugu yangu, lakini kwa ajili yako, kwa utukufu wako na nyama, you honor Christ. Unafanya nini? Unamtukuza nani? Mungu. Tukiwa mbele za Mungu, urefu wetu, sisi tunakuwa kama zile story buildings. Urefu wako ni kulingana na imani ya Bwana asifiwe. Hata ukuwe na matendo mangapi, kama imani yako hujaidhihirisha kwa kutumia hizo silaha, wewe bado utabaki nini? Ndio maana pale kitabu cha Mathayo anasema siku hiyo ya mwisho
Wanasema Bwana, tulifanya hii na hii na hii. Anasema ondoke, sababu ya issue ya imani. So we have to be careful. Hata mimi wakati nakuja kuwahubiria hapa, I must be careful. Nitaombea, mtapona, mtatolewa mapepo. Lakini ikiwa mimi najiangalia, siku hiyo nitaambiwa nini? Ondoka. Kwa nini? Kazi ya uponyaji ni ya Roho, si yangu. Tunaelewana? Wakati nakushika na kuombea, kazi ya Roho, hii ni kazi ya nini? Ya nani? Ya Roho. Sitalipwa kwa hiyo, nitalipwa namna ambayo I administer the grace. That's why mara nyingi naongea kuhusu Petro wa kwanza 4:10. We have to be guided by love, care and concern. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tujifunze hapa, wakati tunataka tukue kiimani, imani yetu inafaa ikuwe very practical. Lazima kwanza tujishinde sisi wenye unyonge wetu. Ile unyonge yako, ule unyonge. Mnakumbuka story ya Danieli? Mnakumbuka story ya Daniel? Daniel chapter 6. Wale wenzake walimwonea wivu, wakatafuta makosa kwa huyu mtu, wakaona makosa je ako nayo, anapenda kuomba. Kwa hivyo kwa macho ya wenzake, unyonge wa Danieli ni mtu anapenda kuomba sana. Mimi na wewe leo, unyonge wetu ni gani? Nataka kila mtu unyonge wangu ni gani? Adui yangu akitaka kunipata, anatumia unyonge gani? Na wakati atakupata na unyonge, utapona ama atakumaliza? Kwa sababu Danieli, ule unyonge wake, wakati alitupwa kwa tundu la simba, ule unyonge wake ulimtukuza Mungu. Mimi na wewe leo, kwa unyonge wetu shetani anatupata. Bwana asifiwe. Lazima kwanza we deal with ourselves, kila mmoja wetu. Wakati uta deal with yourself, utakuwa na ushirika na Mungu. Tumeelewana? Ukiwa na ushirika na Mungu, then all these other things, kuishi maisha marefu, kupona magonjwa, kuondolewa mapepo, jamii yako kubarikiwa na wewe, your presence alone in that family inakuwa baraka. Ikiwa sasa umeshinda unyonge wako. Lakini wakati tumekataa kutembea na Roho, tunatukuza mwili, ahadi za Mungu hazitakuwa kwetu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tusifocus more on the outward, mambo ya nje, fedha. Mara nyingi siku hizi hata vijana unakuta watu wanaoana hawakai siku nyingi, wanawachana kwa sababu mwingine anafikiria huyu mtu ni celebrity, anajulikana. Sasa yeye anataka kujulikana na yeye, ile kujulikana, ile fame ikiisha, unarealize kuna upe, kwa sababu umeangalia mambo ya nje. Lakini ikiwa watu unaangalia ndani, you can never be wrong. Tumeelewana? Kwa hivyo tuzingatie sana utu wema, ukarimu, upendo, uvumilivu. Tumeelewana? Huo ndio utajiri wa Mungu. Hizo ndio silaha za Mungu. Imani. Bila hizo ndani yetu, tutakuwa tunakuwa in the wrong things. Haitakuwa ni Ukristo. Kwa hivyo, kwa hilo neno la kwanza la utangulizi, ningependa tuzingatie. Just pick one. Kristo ndio mkamilifu. Ako na all the fruits of the spirit. Sawa sawa? Kwa sababu Roho Mtakatifu ndiye Kristo. Lakini mimi na wewe, kuna mmoja za kupewa upendo, na kwa hiyo upendo tunamjua Kristo ndani ya mtu. Kwa hiyo atapewa uvumilivu. Haya ni matunda. Siongelee gifts. Gifts ni tofauti. Lakini Mkristo ni yule akona tunda la Roho. Kama ile Roho kweli yako ndani yake, anazaa, kutakuwa na matunda. Kwa hivyo utajua kwa mawazo yake, tabia yake. Si kweli? Kwa hivyo tujiangalie Yesu wetu asikuwe wa kanisani.
Yesu wetu tumweke kazini kule ambapo wakati tunapitia challenge kule nje, tumia hizo silaha. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ningependa kuchukua nafasi hii karibisha salamu na ushuhuda. Nadhani kila mtu hatakosa